Changamoto ya chumvi imekuwa ni changamoto kubwa katika maeneo mengi ya nchi yetu, na ikiwa imeathiri eneo kubwa zaidi ya hekta milioni 2 zimeathiriwa na kupelekea baadhi ya maeneo wakulima kushindwa kufanya shughuli za kilimo cha mpunga. Sasa sisi kama watafiti tuko na jukumu kubwa taifa kufanya tafiti mbalimbali ambazo zinaleta tija. Tunaiangalia hii athari kuwa ni changamoto, na hivyo tumechukua hatua stahiki kwa ajili ya kuweza kufanya utafiti huu ambao tutakuja na suluhisho la kudumu kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wakulima wetu. Zipo njia mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili kuweza kutatua changamoto hii ya chumvi, ikiwepo matumizi ya maji ya umwagiliaji ambayo hayana madini ya chumvi, hivyo kuingiza kwenye shamba na kuosha chumvi iweze kutoka, lakini pia matumizi ya samadi. Matumizi ya samadi maeneo mengi ambayo wakulima wetu wametumia samadi wameweza kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto hii ya chumvi. Wakulima wetu wanategemea zao la mpunga kwa ajili ya kuweza kupata kipato. Kwa hiyo tunahitaji kupata mbegu ambazo zitaweza kuwa na uwezo mkubwa wa kutoa mavuno mengi. Hivyo sisi kama watafiti tunakuwa na jukumu la kuweza kutengeneza suluhisho la kudumu ambalo ni upatikanaji wa mbegu ambazo zitakuwa stahimilivu kwenye maeneo haya ambayo yameathirika na chumvi, ikiwepo maeneo ambayo wakulima hawatakuwa na uwezo wa kuweza kununua samadi, hawatakuwa na uwezo wa kununua mbolea mahususi kwa ajili ya kukabiliana na chumvi ya eneo husika, hivyo ataweza kutumia mbegu hiyo na bado ataweza kupata mavuno ya kutosha. Kwa utafiti huu tunaamini na tulivyojifunza na tumeona kuna mbegu ambazo zitatusaidia hasa kwenye eneo la magadi, na tunajua itafanya vizuri kwa sababu watafiti wametuelekeza na tumejifunza ipasavyo. Kwa kweli tunaishukuru serikali kutuletea watafiti wa zao la mpunga ambao wamekuja kutuletea utafiti kwenye ardhi zenye magadi. Vile vile niombe serikali, kwa sababu inatuletea wataalamu wa utafiti wa mbegu ambazo zinakinzana na magadi, tunaomba sasa ituletee na mbegu zinazokinzana na hali ya hewa, kwa mfano ukame. Mbegu zikija ambazo zinazokinzana na ukame, na huku Pawaga tuna ukame sana, maji yanaweza kawa adimu. Kwa hiyo kutuletea na hizo mbegu ambazo zina ukinzani na ukame, tutapata mazao ya kutosha. Katika utafiti wetu tunavyofanya hivi, tunawashirikisha wakulima, na swala la kuwashirikisha wakulima, tunataka tafiti zetu kuanzia awali wakulima wao watoe maoni yao kuhusiana na hizi tafiti tunazofanya. Mfano leo tunapopanda hizi aina mbalimbali zaidi ya 200, tunawaita wakulima wanakuja wanaangalia zinafanyaje, ufanisi wake ukoje katika sehemu hii yenye magadi. Kwa mfano kama sehemu ya magadi kulinganisha na mbegu za kwao. Kwa hiyo wanaangalia katika hivi vinasaba vyote tulivyopanda hapa 200 zaidi ya 200, waangalia ni kipi kimeweza kufanya vizuri. Kwa hiyo wao wanakuwa wanashirikishwa kuanzia mwanzo, wanachagua ile ambayo imefanya vizuri.